Bila shaka hadi kufikia muda huu utakuwa unafahamu kwamba hapo juzi Israel ilifanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran, ambayo nayo muda mfupi baadaye ilijibu mapigo na kufanya mashambulizi makubwa nchini Israel. Lakini pengine hufahamu kwa nini Israel imechukua uamuzi huo wa kuishambulia Iran. Hilo moja, lakini pili, kwa nini mashambulio hayo yatokee hivi sasa? Kwa hiyo makala hii katika Jasusi TV inafanya uvuvi kina kukufahamisha kila unachohitaji kukielewa kuhusiana na huo mgogoro kati ya Israel na Iran. Inafanya hivi katika lugha rahisi kueleweka na kwa kifupi. Kadhalika makala itatupia jicho mazungumzo ambayo watu wengi wamekuwa wakiyafanya kwenye mitandao ya kijamii kwamba huenda mgogoro huu kati ya Israel na Iran ukapelekea vita kuu ya tatu ya dunia. Je, kweli hilo litatokea au ni hofu tu ya watu? Kwa hiyo hayo yatatupiwa jicho katika makala hii. Sasa kuna sababu nyingi ambazo zimechangia Israel kuchukua uamuzi wa kuishambulia Iran, lakini za msingi ni kama ifuatavyo. Kwanza, ni muhimu kutambua kwamba Israel na Iran zimekuwa katika mgogoro kwa muda mrefu, na yayumkinika kusema ilikuwa ni swala la lini na wala sio endapo Israel ingeishambulia Iran. Actually imeshawahi kuishambulia Iran mara kadhaa, lakini mashambulizi yamekuwa ni yale ya mara moja moja. Hivi karibuni waliwahi kushambulia, then Iran nao wakajibu mapigo, lakini haikuwa katika kiwango kikubwa kama hiki cha juzi. Kwa hiyo hili la kwamba Iran na Israel zingeingia vitani lilikuwa ni swala linalosubiri tu muda. Na sababu kubwa ya uhasama kati ya mataifa haya ni ukweli kwamba Iran inaliona taifa la Israel kama taifa la kishetani, ikidai kwamba hasa kutokana na mateso inayowapatia watu wa Palestina na vitu kama hivyo. Na Iran haijawahi kuficha chuki yake dhidi ya Israel, na imetangaza hadharani kwamba endapo mazingira yataruhusu, basi Iran itaifuta Israel katika uso wa dunia. Kwa hiyo kwa upande wa Israel yayumkinika kusema kwamba adui mkubwa kabisa wa Israel ni Iran, na uadui huo unachangiwa na ukweli kwamba Iran ikipata fursa itaiangamiza Israel. Kwa hiyo hili ni tishio la uhai wa taifa la Israel kuwepo kwake hapa duniani. Na kama nilivyosema kwamba uwezekano wa vita ulikuwa ni swala la muda tu kabla vita halisi haijatokea. Kulikuwa na jitihada kubwa zinazofanywa na Marekani kujaribu kuishawishi Israel isifanye hatua ya kuishambulia Iran, lakini hili limeshindikana, na Rais Donald Trump alikuwa anajaribu kufanya shinikizo dhidi ya Israel kwamba wasifanye vita hiyo sasa, kwa sababu hadi muda huu ni vigumu kubashiri matokeo yatakuwaje. Kama ambavyo Israel walifanya mashambulizi kule Gaza, lakini mpaka leo wanaendelea tu kuua watu. Huwezi kuendelea kuua watu mfululizo. Vita shuti ifike mahala ambapo unaweza kutangaza ushindi umepatikana au ushindi umekosekana. Kwa hiyo katika vita hii, moja ya pasua vichwa ni mwisho wake utakuwaje. Kwa hiyo moja ya sababu ni hizo, kwamba nchi hizi zimekuwa vitani kwa muda mrefu, yani at least kumekuwa katika mgogoro kwa muda mrefu, na hii vita ilikuwa ni swala la muda tu kabla haijakuwa vita kamili. Lakini jingine na ambacho pia imechangia kuhusiana na uamuzi wa Israel kufanya mashambulio haya ni ukweli kwamba Israel imekuwa ikiituhumu Iran kwamba inazalisha silaha za nyuklia, kwamba inarutubisha uranium ili kutengeneza silaha za nyuklia. Iran haijakataa kuhusu kurutubisha uranium, bali imedai kwamba inafanya hivyo kwa ajili ya mahitaji ya nishati na sio kwamba inahitaji kwa ajili ya kutengeneza silaha za nyuklia, kitu ambacho Israel haiafiki. Inasema kuwa Iran inadanganya, inazalisha uranium ili kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini katika hili pia sheria za kimataifa nazo zina kama double standards, kwa sababu wakati Iran hairuhusiwi kuwa na silaha za nyuklia, hakuna sheria zinazoibana Israel kuwa na silaha hizo, kwamba ni haki kwa Israel kuwa na silaha hizo kama kujikinga, lakini sio haki kwa Iran kuwa na silaha hizo kwa lengo lile la kujikinga. Kwa hiyo hapo unaona kama kuna double standards ya aina fulani. Kingine ni kwamba licha ya mgogoro wa muda mrefu kati ya Israel na Iran,
kumekuwa na jitihada za kimataifa za kupeleka waangalizi wa silaha za nyuklia, na Iran imekuwa ikitoa ushirikiano kwa hao waangalizi kuingia katika nchi hiyo. Hata hivyo, tuhuma zinazotolewa na Marekani pamoja na Israel ni kwamba Iran inatumia mbinu hii ya kukubali waangalizi waende kukagua hizo silaha kwa ajili ya kubuy time, kwamba wakati wakaguzi wanakwenda kule wanapelekwa sehemu ambazo hawazalishi yani hiyo uranium inayozalishwa inayorutubishwa sio kwa ajili ya silaha, inaonekana kabisa kwamba ni kwa ajili ya nishati, lakini hawapelekwi katika yale maeneo ambapo nyuklia inayorutubishwa ni kwa ajili ya kutengeneza silaha. Na lengo la kufanya hivyo ni kwamba Iran inataka kuishtukiza Israel ifanye shambulio la ghafla, kwa sababu maandalizi yatakuwa ni hafifu. Kwa hiyo kumekuwa na hiyo. Sasa hiki kimeipelekea Israel kuchukua hatua, kwa sababu wamedai kwamba kasi ya uzalishaji wa uranium imekuwa kubwa, ikimaanisha kwamba huenda Iran ikapata silaha za nyuklia hivi karibu, kama haijapata, kwa sababu mpaka muda huu haijulikani kama bado hazijapatikana. Kwa hiyo ndio maana imeamua kuchukua hatua za haraka kufanya mashambulio haya yaliyotokea hapo juzi. Lakini pia kuna sababu ya tatu, ambayo ni kwamba tangu Oktoba 7 ya 2023 baada ya kundi la Hamas kufanya mashambulio ya kigaidi nchini Israel na kuua maelfu ya watu, Israel ilijibu kwa kufanya mashambulizi makali. Kwanza iliipiga Iran, lakini kwa kifupi. Kwa hiyo hayakuwa mapigo makubwa kama haya wakati huu, lakini pia ikaelekeza nguvu zake katika makundi matatu ambayo yanatajwa kuwa yanafadhiliwa na Iran. Kundi hilo la Hamas, kundi la Hezbollah huko Lebanon, pamoja na wale wa Houthi wa kule Yemen. Kwa Hamas na Hezbollah, Israel imefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu imeteketeza karibu viongozi wote wa makundi hayo mawili. Kule Houthi bado wanaibuka kwa namna fulani, lakini hivi karibuni nako walipigwa vibaya na Marekani pamoja na Israel. Kwa hiyo makundi haya matatu, kwa kuwa yamepunguziwa uwezo, ni vigumu kuibuka na kuisaidia Iran pindi Israel inapoishambulia. Kwa hiyo hii ilikuwa ni fursa kwa Israel, wanaiona kama ni fursa, wanaita window of opportunity kufanya hili, kwa sababu kabla pengine vile vikundi havijaibuka tena na kuwa na nguvu za kuweza kuisaidia Iran. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa sababu zilizopelekea kutokea hayo mashambulizi yaliyofanyika juzi. Sasa operation hiyo iliyofanywa na Israel imepewa jina la Rising Lion, yani simba anayeamka, na ilishambulia vituo zaidi ya 100 huko Iran, ikitumia makombora ya mbali, ikitumia drones pamoja na ndege fiche. Hizi ni ndege ambazo hazionekani kwenye rada. Na hili limepelekea kuthibitisha kwa mara nyingine kwamba mfumo wa ulinzi wa Iran bado una changamoto, kwa sababu huko nyuma kumeshatokea mashambulizi. Israel imefanikiwa kufanya mashambulizi kadhaa ndani ya Iran, imefanikiwa kuingia katika anga ya Iran mara kadhaa, kuashiria kwamba kuna changamoto za kiulinzi kwa upande wa Iran. Maeneo ambayo yameshambuliwa huko Iran ni vituo vya nyuklia, maghala ya makombora pamoja na makao makuu ya jeshi la Iran. Na wanasayansi kadhaa wa nyuklia wameuawa na vifaa mbalimbali vya kijeshi vimeharibiwa, na Israel imesema kwamba inataka kuizuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini Iran ilijibu mapigo baada ya masaa kadhaa, ambapo ilitupa makombora zaidi ya 200 pamoja na drones 100 kuelekea Israel. Israel inadai kwamba zaidi ya 80% ya hayo makombora na drones yalidhibitiwa, lakini hata hivyo machache yalifanikiwa kuharibu maghala ya silaha za kijeshi, vituo vya kijeshi kwa huko Israel, na pia watu 3 wameuawa nchini Israel na 22 kujeruhiwa. Na kiongozi huyu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei anasema kwamba hii ni vita kamili na Iran itajibu mashambulizi haya kwa nguvu zote. Sasa kwa upande wa Iran, jumla ya watu 78 wamekufa na 300 wamejeruhiwa, na Iran imetangaza siku 3 za maombolezo. Kwa upande wa Israel zaidi ni kwamba hali ya usalama hali ya tahadhari imetangazwa, shule zimefungwa, maofisi yamefungwa, na Israel imewaita zaidi ya watu 75,000 kujiunga na jeshi kwa ajili ya kujiandaa na hii
vita ya kati yake na Iran. Uchumi wa dunia tayari umepigwa, ambapo bei ya mafuta imeongezeka kwa 7%, lakini pia kuna changamoto kuhusu mlango wa Hormuz. Hii ni njia ya mafuta, unaitwa Strait of Hormuz. Hii ni njia ya mafuta. Sasa Iran imeshasema kwamba inaweza kulazimika kuifunga njia ya mafuta. Ikifunga njia ya mafuta, kuna matokeo mawili. Uwezekano wa matokeo mawili. Moja ni kwamba itaathiri bei ya mafuta, kwa sababu ni njia ambayo meli za mafuta zinapita. Lakini la pili, kuna uwezekano hili likifanywa, nchi mbalimbali za Ulaya zinaweza zikaungana na Israel kuishambulia Iran, kwa sababu uamuzi huo wa kuufunga huu mfereji utakuwa na athari katika uchumi wa hizi nchi. Kwa hiyo kuna jitihada bado zinaendelea sasa hivi za kujaribu kutatua huu mgogoro, ambapo baadhi ya nchi za Kiarabu pamoja na Marekani wanajaribu kuangalia namna gani wanaweza kupunguza uwezekano wa vita hii kuwa kubwa. Lakini pia licha ya vita ya kijeshi, kwa maana ya Iran na Israel kutumia wanajeshi wake na majeshi yake, pia kuna vita kali inayoendelea mtandaoni, ambapo Iran imefanya jaribio la kudukua mifumo mbalimbali ya nchini Israel, bandari, umeme, maji na kadhalika, lakini Israel inasema imefanikiwa kuzuia mashambulizi kadhaa. Kadhalika, kama nilivyosema awali, kuna hisia miongoni mwa watu kwamba labda hii itapelekea vita kuu ya 3 ya dunia. Sasa mambo manne yanayoweza kusababisha vita kuu ya 3 ya dunia kutokana na vita hii ya Israel na Iran ni: moja, endapo Iran itaamua kufunga huo mfereji wa Hormuz. Lakini pili, endapo matumizi ya silaha za nyuklia yatafanyika, yani moja kati ya either Israel au Iran atatumia silaha za nyuklia. Lakini pia katika vita kuna kuwaga na mashambulizi yasiyokusudiwa ya bahati mbaya. Kombora linaweza likarushwa likaenda likateketeza idadi kubwa ya watu kinyume na matarajio. Hilo linaweza kupelekea nchi nyingine kuvutiwa na kuingia katika vita kama hiyo. Au inawezekana kabisa lengo la kombora ni kupiga nchi moja, lakini ikaenda kupiga nchi nyingine. Kwa mfano, kuna vikosi vya Marekani ambavyo vipo nchini Iran, viko nchini Iraki. Kwa hiyo endapo kwa mfano makombora ya Iran yakaenda Iraq kwa bahati mbaya na yakaua wanajeshi wa Marekani, basi ni wazi Marekani itaingilia kati katika vita hiyo, na hii inaweza kupelekea vita dunia. Lakini jingine ni endapo China na Urusi zitaingilia na kuisaidia Iran, kwa sababu hao ni washirika wa karibu wa Iran. Endapo haya yatatokea, yanaweza kupelekea vita ya 3 ya dunia. Sasa kuna matarajio, kuna hizi scenarios kama 3. Worst case scenario, vita inaendelea, Iran na Israel zinaendelea kupigana na nchi nyingine zinaingilia kati, uwezekano wa silaha za nyuklia na uwezekano wa vita kuu ya 3 ya dunia. Lakini kuna hii scenario nyingine ambapo mgogoro unaendelea lakini haukui, yani kama vile tuseme Israel na mambo yanayoendelea kule Gaza, ni mauaji tu yanaendelea, lakini si kama hali inazidi kuwa mbaya lakini pia hakuna mwelekeo kama vita inafikia ukingoni. Kwa hiyo hakuna mshindi, lakini vita inaendelea. Lakini kuna best case, na katika hii best case scenario ni kwamba mazungumzo ambayo tayari jitihada zimeanza kufanyika sasa hivi yanazaa matunda, na wanarudi tena kwenye meza ya majadiliano, kwa sababu majadiliano ilikuwepo. Kwa hiyo Israel inaacha mashambulizi, Iran nayo inakubali wakaguzi waendelee kukagua silaha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kikubwa ni hiki, lakini cha mwisho ambacho ni cha muhimu sana kufahamu kwamba Israel imekuwa tangu Oktoba 7, 2023 imekuwa ikishambulia huko Gaza, makazi wa Palestina, na tayari takriban watu 50,000 wameuawa katika mashambulizi haya. Iran inafahamu kuhusu hili, kwa hiyo wanajua kwamba endapo wataipa fursa Israel watafanya kile wanachokifanya kule Gaza. Kwa hiyo wanafahamu kwamba uzembe wote utakaofanyika, ruksa yote itakayofanyika, labda kutoa ruhusa kwa Israel kufanya mashambulizi, basi yataelekea kuiangamiza kabisa Iran. Kwa hiyo hii itaifanya Iran ipambane na isizembee. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa hii vita ikaendelea, na hadi muda huu unavyoeleza tayari inaonyesha kwamba kuna mashambulizi zaidi yanafanywa Iran dhidi ya Israel. Kwa hiyo Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu kinachoendelea huko. Endapo una swali au una comment, basi karibu hapo kwenye sehemu ya comment,
ninawatakia wikendi njema, asanteni na kwaherini.